Swali la kwanza, kwa kuwa mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki Jinai, baadhi ya mapendekezo hayo yanahitaji mabadiliko ya kikatiba na kisheria ili kuleta ufanisi, weledi na uhuru kwenye taasisi za haki jinai kama vile mahakama, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, jeshi la polisi na taasisi nyingine za haki jinai. Na kwa kuwa hadi sasa si ndani ya bunge hili wala kwingineko, serikali haijaleta programu inayoonyesha mchakato wa kupata katiba mpya utakwendaje, wala haijaleta programu ya mabadiliko ya sheria ambazo zinakwaza ufanisi wa vyombo vya haki jinai. Ni lini sasa serikali italeta mchakato wa kupata katiba mpya ili kututoa wasiwasi baadhi ya wadau ikiwemo mimi tunaodhani kwa mwenendo huu serikali na Chama cha Mapinduzi hakina nia ya dhati ya kuleta katiba mpya, bali inaitumia ajenda hiyo kama turufu ya kisiasa? Swali la pili, kwa kuwa muhtasari wa ripoti ya haki jinai, hasa ukirejea ukurasa wa 34 aya ya 3.14 imeweka bayana kuwepo kwa malalamiko ya wananchi dhidi ya jeshi la polisi, ikitaja vitendo kama matumizi ya nguvu kupita kiasi wakati wa ukamataji, pamoja na kutesa watuhumiwa na kubambikia watu kesi. Na kwa sababu vitendo hivi vinaathiri sana taswira na heshima na kukubalika kwa jeshi la polisi, ni lini sasa serikali itatekeleza mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai, hasa lile pendekezo la kuleta mageuzi ya kimfumo, kimuundo na kimafunzo, kulitoa jeshi la polisi kutoka taasisi ya mabavu kupindukia, kwa maana ya polisi, kulipeleka katika taasisi ya huduma za kipolisi, kwa maana ya police service? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kukubaliana na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado kwamba ni kweli mimi na yeye tumekuwa katika darasa moja Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, walimu wetu wakiwa pamoja na wengine, Profesa Kabudi, Mheshimiwa Dr. Tulia, na kwa msingi huo naomba nilijibu swali lake la kwanza kama ifuatavyo, kwamba anafahamu kabisa kuna masuala ya aina mbili. Kuna normative principles ambayo ni masuala ya msingi, lakini kuna masuala ambayo ni operational principles, masuala ya kiutendaji. Sasa tume yetu hii ya haki jinai ni kweli ilifanya kazi na ikaja na mapendekezo 333 ambayo baada ya tume kutoa taarifa ile, serikali tayari imeanza kuyafanyia kazi. Na miongoni mwa masuala ambayo au mapendekezo yaliyotoka ya Tume ya Haki Jinai, hakukuwa na mapendekezo yoyote ambayo yanagusa zile normative principles, kwa maana kanuni msingi, ikiwemo mabadiliko ya katiba kama ulivyosema wewe. Lakini tunafahamu masuala yaliyogusiwa katika mapendekezo ya haki jinai ni masuala ambayo yaligusa kwenye operational principles ambazo tayari zipo katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye Bill of Rights. Article 12 ibara ya 12, ibara ya 13 inaenda mpaka ibara ya 29. Kwa hiyo swali lako ni zuri Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Ado. Serikali tayari ipo katika utekelezaji, ndio maana kwenye majibu ya msingi nimeeleza bayana, kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda mfupi, kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda wa kati, na kuna yale ya kutekeleza ndani ya muda mrefu. Serikali imeunda mfumo rasmi wa kutoa taarifa. Taasisi zote za haki jinai, wizara zote zinazohusika zinatoa taarifa ya utekelezaji wa mapendekezo haya ya Tume ya Haki Jinai. Naomba nikutoe hofu Mheshimiwa Mbunge, swali lako ni zuri sana, na serikali itaendelea na utaratibu huu kuhakikisha kwamba
mapendekezo yote ya Tume ya Haki Jinai yanatekelezwa ili kuleta ubora na ufanisi kama ulivyoainisha wewe mwenyewe. Lakini kuhusiana na swali la pili na lenyewe linaunganika na swali la kwanza. Umezungumza kuhusiana na jeshi la polisi, sasa litoke lisiwe tena ni jeshi la polisi, iwe ni service. Swali zuri, na ni kweli kwenye mapendekezo yale tayari yameshapokelewa. Kuna mapendekezo ambayo yanagusa sera. Kuna mapendekezo ambayo yanagusa sera, yanaenda kwa utaratibu huo, yanapita kwenye cabinet na miswada katika mwezi wa 9 Septemba mwaka huu. Kuna miswada itakuja kwa ajili sasa ya kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Kwa ujumla wake, naomba nikupe comfort Mheshimiwa Mbunge na Watanzania wote wafahamu kwamba serikali inafanyia kazi kwa umuhimu mkubwa sana mapendekezo yote ya Tume ya Haki Jinai. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Wizara ya Katiba na Sheria kwa majibu hayo. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria. Naomba pia, kwa sababu wamegusia kuhusiana na jeshi la polisi, lakini pia masuala ya haki za haki jinai, lakini pia haki kwa ujumla, kwa maana ya haki za binadamu. Kuna maeneo mawili ambayo niongezee pia kwenye majibu mazuri sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Moja, la kwanza kuhusiana na marekebisho ya katiba au mabadiliko au katiba mpya, alichokisema ni tayari serikali imekuwa na utashi huo toka kipindi cha awamu ya 4, na hatua mbalimbali zilifanyika, na Mheshimiwa Ado atakumbuka vizuri zaidi, wakati wakiwa chuo mimi nilikuwa kakao, nimetangulia kidogo. Hata mchakato ule ulikuja kuharibikia kwenye bunge hili, kwa maana ya upande wa wenzetu kuleta hoja ambazo zilikuwa zinakinzana kidogo, na hivyo mchakato ule ulisitishwa kwa taratibu ambazo Mheshimiwa Ado anazijua. Lakini la pili, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 98 inaeleza namna ambavyo kwanza imetambua uwepo wa mahitaji kulingana na matakwa na mahitaji ya kijamii na maendeleo, kwamba kila wakati tunaweza tukafanya aidha kurekebisha, kufuta au kuboresha matakwa ya kikanuni na kikatiba kwa kufuata taratibu ambazo zimeainishwa kwenye ibara ya 98, na bunge linakuwa na fursa ya kutunga sheria kwa ajili ya kufanya michakato hiyo. Kwa hiyo jambo la katiba hata kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi limeelezwa na tuko tayari nalo, na wakati utakapofika Mheshimiwa Mwenyekiti asiwe na shaka, haya mambo yanaenda kwa utaratibu, na taratibu kwanza za procedure za kisheria pamoja na kibajeti. Kwa hiyo jambo hili liko tayari na serikali imekuwa tayari, na imekuwa ni ajenda yetu wala sio ya mtu mwingine yote. La pili ni kwenye kuhusiana na masuala ya sheria haki jinai, amegusia masuala ya taratibu za kusimama na nini. Mheshimiwa Ado kwa sababu ni mwanasheria anaweza akawa na faida nzuri zaidi ya kukumbuka au kurejea notisi zake. Moja, tuna generations za human rights. Tuna first generation, tuna second generation na third generation ambayo tunaenda nayo sasa. Nchi nyingi za Afrika sasa tu wengine wako kwenye first generation na wengine sasa wanaenda kwenye second generation. Third generation ndio hiyo ambayo amekuwa wakiisema, na tukipata muda mzuri Mheshimiwa Spika tutajaribu kukumbushana kwenye masuala haya. Hatujafika huko. Kuna wenzetu haki za kiuchumi, wengine wanalipwa mshahara inakuwa ni haki na ni wajibu kama fundamental and basic rights, lakini kwetu katika nchi nyingi ambazo bado ni zinaendelea na zilizoendelea kuna tofauti kubwa. Kwa haya ni mambo ya msingi. Sasa kwenye swala la kuhusiana na mabadiliko Mheshimiwa Mwenyekiti ya sheria mbalimbali, tunao huyo nafasi. Bunge lako tukufu mwezi wa 9 litakuwa ni bunge la mabadiliko pia ya sheria mbalimbali. Tumeleta miswada mbalimbali ya mabadiliko ya sheria, tuna sheria ambazo tayari tumekwisha kuzibadilisha, lakini pia hata utendaji wa kawaida ambao wanauelezea kuhusu jeshi la polisi. Tatizo neno force lazima tuangalie tofauti. Kwanza neno polisi, hata ukiangalia kwa tafsiri Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jukumu limewekwa kikatiba na kisheria. Namna ya wao kufanya kazi, tunayo sheria ya Police Force and Auxiliary Services, lakini pia ndani ya hapo tunazo sheria nyingine ambazo zinasimamia utaratibu wa kijeshi ambao ni PGO, Police General Orders. Hii inatoa taratibu ya namna zote ambazo zimeelezwa kikatiba na kuzingatia haki za binadamu na utawala wa sheria, namna ya kukamata,
namna ya kufuatilia makosa ya jinai, namna ya kufanya upelelezi, na tunayo sheria ya Criminal Procedure Act ambayo ni ya mwaka 1985 na mabadiliko yake. Mheshimiwa Ado anayajua haya. Kwa hiyo mengine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetaka kusema leo hapa, kumekuwa na upotoshaji mkubwa wa sheria katika kuangalia upande mmoja wa norms, wanasahau norms na kuelezea zaidi kuhusiana na zile substantive procedural, lakini substantive law hazielezwi na norms hazielezwi. Haya yote yamekuwa yakitengeneza na kupotosha wananchi kwenye masuala ya sheria. Hakuna sheria ambazo, hata ukiangalia Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye katiba yetu mabadiliko ya mwaka 2005 yaliondoa clawback clauses zote, kwamba sheria ilikuwa unapewa haki kwa mkono wa kulia unanyang'anywa mkono wa kushoto, zilitolewa kwa mabadiliko ya mwaka 2005. Kwa hiyo tufike sehemu, Mheshimiwa Spika, sitaki kutumia neno baya, lakini niseme tu tusipotoshe umma. Asante Mheshimiwa Spika.